Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Khalid Mabeti Athman Bahame, maarufu mzee wa harakati. Sheikh, tulikuwa tunakuona katika kikao ambacho mufti alikusanya viongozi wa mashirahamwe ama viongozi wa mashirika katika nchini Burundi ambao wanahusika na dini ya Kiislamu. Ni kitu gani ambacho umetoka nacho hasa ambacho utakifikishia wewe kama mwakilishi wa mashirahamwe? Kwa kweli nashukuru sana kushiriki kikao cha leo tarehe 29 mwezi wa 4 2025 miladia katika ofisi kuu za Komibu kupitia wito wa mufti kuhusu mashirika ya Kiislamu ambayo yanafanya harakati katika nchi ya Burundi. Kwa kweli kikao kimekuwa kizuri na ndio mara ya kwanza katika viongozi tumika ndani ya Komibu kufanya jambo kama vile hili. Mwenyezi Mungu amwafikishe mufti wetu na kadhi na naibu kadhi kwa kuendesha kikao vizuri inshallah. Na kama matarajio na matokeo ya ambacho wameongea mle ndani kwa mufti na kuhusiana na maendeleo ya jamii, ni kipi ambacho naona kifikiria unaweza kufikisha katika shirika letu? Kwa kweli jambo ambalo nilifaidika kwanza, kikao hichi kilikuwa kizuri, alafu mufti amekuwa muwazi na wale ambao wameshiriki na kikao hichi akiwa kadhi na naibu kadhi kupitia mashirika haya. Kulingana yale maneno ambayo yanasemekana mjini, lakini tulikuwa mashirika karibia mashirika 96 hapa. Kila mtu ameelewa uwazi na kumbe yale mambo watu wanayoongea sio kweli. Mufti ameongea uwazi na yuko muwazi, na yeye anasema kwamba anataka jamii kama haikumkubali kutumika nayo basi na yeye hatafanya kazi. Ila tukiungana naye na mashirika tukiwa wamoja na Waislamu na misikiti na maimamu na vile viongozi ambao wameteua, basi uongozi wa Komibu tutafika mbali katika ile malengo ambayo Waislamu wanataka kuyafanya inshallah. Ndani ya hizo sheria ambazo zinatangazwa ambazo zitatoka sijui wa mashirahamwe kama mnafanya hivi kwa maendeleo ya jamii, mnachukuliaje ile jambo? Hilo jambo kwanza mimi ni miongoni mwa mtu wa kwanza kuliunga mkono, kwa sababu mtu hautafungua shirika bila kuwa na pesa, na pesa hata kazi siwa ni ndogo zinafanya kazi. Kwa hiyo na sikulipa pesa ni kitu ambacho kiendana na kazi ambayo unaifanya na shirika gisi lipo. Aliongea pale na akatupanulia kwamba akasema kila shirika kutokana na uwezo wake mdogo au mkubwa litalipa, sio taksi, ni kulipa ni usaidizi fulani katika jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, ili kuwekeza yale ambayo yanaweza kusaidia mambo mengine katika shirika letu la umoja wa Kiislamu nchini Burundi. Kama wito kwa wale ambao wakijaribu kupata na hiyo fursa ya kufika katika mkutano kama huu na wanasiri, mimi nikidhani watu wengi inshallah tujitahidi sana kufuata malengo ambayo tunayapanga au tunayalenga. Bila hivyo tutajikuta tumefanya kitu ambacho tutakiacha na hakitakuwa tena katika maisha ya kufanya harakati, kwa sababu watu wengi wanafanya shirika ni zao binafsi, wanatafuta vitu sio vya Kiislamu ila wanajua nembo za Uislamu. Unakuta baadaye panaleta mzozo katika familia, mke na watoto, kama nilikuwa ni vitu vya wazazi wao au vya mzazi wao. Kwa hiyo inshallah yote mufti aliongea ni watu tujiunge pamoja na tuwe na katika system moja, ili tuwe kitu kimoja, tufanye makubwa katika nchi yetu ili ionekane kama mambo yaenda salama kwa usalimini. Naam, tunashukuru sana Sheikh. Naam, inshallah khair. Mimi nashukuru sana kwa Rais TV. Mwenyezi Mungu alipe kwa kazi zenu ambazo mnazifanya katika nchi yetu ya Burundi inshallah na kimataifa. Maasalam, shukran jazil.